Mnifahamu vizuri. Leo nilibahatika asubuhi nikasikia kwenye redio wale wachawi wanaongea. Wale wachawi wa Islahi Dua Islamic Center wanaongea redioni. Sijui masikio yangu ilikuwa tofauti. Ilikuwa sawa sawa. Yule bwana anaongea shubuhati. Unajua shubuhati vitu tata. Vitu ambavyo ukilipeleka kwenye akili ya mtu asiyekuwa na elimu ya dini lazima umchukue. Na hana uwezo wa kuchomoka, hana. Aikieleza dalili za mtu kuwa na uchawi mwilini. Na mchawi anafanyaje kazi ya kumsumbua mwanadamu? Alafu yeye anakuja kuondoa uchawi kwa kutumia uchawi mwingine. Utapona? Mwizi akamkamate mwizi, atamfikisha polisi? Atamfikisha wapi? Si wataelewana tu njiani huko sio? Hairuhusiwi kutoa uchawi kwa uchawi. Hairuhusiwi kumtoa jini kwa kutumia jini. Hairuhusiwi. Nilizungumza jana kwamba kuna uchawi wa Kiarabu na watu wengi hawaujui. Mnanielewa vizuri? Kuna uchawi wa Kiarabu na watu wengi hawaujui. Na watu wengi Waislamu wanajua ule uchawi wa Kiarabu ni dua. Uchawi wa Kiarabu sio dua, ni uchawi. Katika miongoni mwa dua zao zilizoziandika ni hapa. Nifanya juhudi nimeipata. Hizo wamezigawa leo. Yaani watu wamepewa hizi dua leo. Na wamepewa zingine za kinga ya nyumba, nimetumiwa pia. Ipo. Na utaona ukiangalia hii picha utaona kuna mkono, kuna damu hapa pembeni. Na walitangaza watachinja ng'ombe kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya dua. Hii dua wewe ndugu yangu ambaye hauna elimu nzuri ukiisoma inaanza a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Si Qur'ani hiyo? Lakini nikuulize, aya maandishi hapo unaweza kuyasoma? Aya katikati hapa yanasomeka? Najua kwa mbali hamyaoni. Lakini kuna nyota, kuna 1 2 3, juu kuna mstari, kuna mim, kuna mistari miwili, mingine imepiga katikati, kuna hau, kuna 1 1 4, kuna kafu, kuna 1 1 3, juu kuna kitu kingine. Hizi herufi ndio zinaitwa talasimu. Huu ni uchawi wa Kiarabu. Mnanielewa vizuri? Katika vitabu vyao vya uganga wanapokuwa wanaandika hii kanuni, wanakuandikia chini hapa, ukiitumia hii kanuni ni rohani gani anayekuja kuifanyia kazi. Kwa hiyo hii ina makhadimu wake, ina watumishi wake. Lakini hawa watumishi ili wakupate wewe, wakija direct kama wao, wewe utapinga. Ila wakija na aya na Qur'ani na nini na nini, utajua hii ni dini. Ndio maana watu wakipewa wanajua wamepewa Qur'ani. Hii sio Qur'ani, huu ni uchawi na ndio shirki hii. Kwa hiyo hapa amewekwa Allah na wamewekwa maruhani. Unapewa ukaweke nyumbani kwako kwamba ni kinga ya nyumba. Manake nyumba yako umewakabidhi marohani, majini ndio wakalinde nyumba. Jini akilinda nyumba atamzuia jini mwingine kuja? Huwezi kutoa jini kwa kumtumia jini. Ya wachawi pia wamepewa. Kwa mtu aliyepewa uchawi, huwezi kwenda kubatilisha uchawi kwa kutumia uchawi mwingine. Utakuwa unambadilishia mtu matatizo. Atoke kwenye tumbo, ahamie kwenye miguu. Kwa sababu uchawi hauondoi uchawi mwingine. Kiswahili mnakielewa vizuri?
Kwa tulipowasema hawa ni wachawi na hawaombi dua, hizi sio dua, huu ni uchawi. Huu ni nini? Huu ni uchawi wa twalasimu. Twalasimu ni uchawi wa Kiarabu. Sio paka umwone mtu kafunga pembe, kalivalisha shanga na kitambaa chekundu, yule mchawi yule. Huyu pia mchawi. Na wanahamisha watu kwa kutumia hivi. Mnaelewa vizuri? Wanachukua wake za watu kwa kutumia hivi. Lakini pia wakishaiandika hii, hawa marohani ndio wanakuja kufanya kazi. Kwa hiyo umewashirikisha marohani na Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni shirki na hiyo ni haramu. Mmenielewa vizuri? Kwa hiyo endeleeni kuwaonya dada zenu. Wateja waliojaa leo pale wanawake walikuwa 90%, wanaume 10%. Hawa dada zetu wana matatizo gani? Wewe kama hujajaliwa kupata mume, wewe utapata akhera, si ufanye ibada tu. Hapa kuna wanaume, hapa kuna vitu tu. Wanaume wako akhera kule jawadi. Hizi picha sasa wanaume wenyewe wako kule. Unanielewa vizuri? Kwa kama mtu mume wake alimtoroka, aendelee na ibada zake, Allah atampa mwingine huko akifika. Si maisha mafupi tu haya. Kwani hata ukiwa na mume mkifika miaka 50 mtakuwa na raha tena ya ndoa? Raha ya ndoa si kuanzia miaka 10 na ngapi 20 hapa mpaka mkianza kufika 45 50 mnaanza kuchoka, au sio? Huyu akilala kageukia huku na wewe akilala kageukia huku. Mkifika 60 70 kabisa. Na mtabakia kukuelewezana kwa badero basi خلاص. Babu na bibi. Au sio? Na wajukuu wana hamia kwenu. Hiyo yeye hamna habari tena. Sasa jabu yote ya nini? Kwa nini uingie kwenye shirki kwa vitu vya muda? Hujazaa. Kama hujazaa tatizo nini? Kwani mpaka uzae? Yahya ibn Zakaria hakuzaa, wewe ndo wa kwanza? Mtume alikuwa na wake 9, watoto 7. Unalingana? Na hawa watoto wote kazaa kwa mwanamke mmoja, isipokuwa mtoto mmoja kazaa kwa mjakazi. Wake wengine wote hawakuzaa. Kama wewe unasema mimi ni msichana sijazaa, kwani wewe ni msichana kuliko Aisha? Aisha kaolewa na miaka 7, wewe umeolewa na miaka mingapi? Sio 20. Nani ana mwenye haraka ya kuzaa? Mtume kaanza kuishi na Aisha ana miaka 9. Manake kaishavunja ungo tayari, maki kabaleke miaka 9 akachukuliwa kapelekwa kwa mume wake. Ukichukua kibinti wewe kidogodogo kwa miaka 9 ukakioa, mpaka kifika miaka 30 na watoto wangapi tu? Soda zaidi ya watoto. Mbona Aisha hakwenda kuandikiwa haya madubwasha hayo? Mpaka amekufa hana mtoto. Wewe sio wa kwanza, kwani unapata tabu? Wewe umeshika mtoto. Huna mtoto, suuridhike na kadari ya Allah jamani. Sijapata mtoto wa kiume, kwani mpaka upate wa kiume? Nabii Lut walikuwa na watoto wa kike watupu. Kwani aibu? Mimi na wa kike tunataka na wa kiume. Si utosheke? Wewe na watatu tu. Kwa nini? Jamani, Allah anampa amtakaye, si utosheke? Kwa hivyo watu wasiende kwa hawa mabwana, ni wachawi jamani. Mtoto hupati na matatizo hayaishi. Bahati mbaya sasa, Allah huwa anaweka mitihani yake. Alishapanga utapata mtoto, kwa sababu haraka yako ni ya kishirikina, anakuacha uende huko huko. Unapewa maji ya uongo. Ushaelewa vizuri eh? Unaenda unakunywa unapata mimba. Ile dua sio mchezo. Wewe ushaambiwa utazaa. Wewe ungekunywa ile maji ungezaa, na usingekunywa ungefariki. Lakini haraka yako imekupeleka kwenye ushirikina. Kwa hivyo watu wawe wapole na wasigurike na hawa mabwana. Mnanielewa ndugu zanguni? Tulizungumza ahlul badri ni ushirikina. Na hii talasimu ni uchawi wa Kiarabu. Ni yale yale. Na nikakwambieni kwamba hakuna dua ya ndimu, sindano, kitambaa cheupe,
makorokoro haya, kuchinja, haya ni mambo ya kishetani. Ukienda kwa mtu akakwambia dua yako inataka kuku, jua umekwisha. Katika moja za alama za kumjua mchawi, akikwambia lete kuku mweupe ama lete kuku ama lete njiwa, umekwisha. Jua kabisa huyu ananiroga, hala hanitibu. Ukienda kwa mtu akakwambia mimi nafanya dua, akakuuliza jina lako na la mamako, jua huyo ni mchawi. Akakwambia niletee nguo yako ambayo hujaifua, jua huyo ni mchawi. Kaniletee yai, jua huyo ni mchawi. Hata akikwambia kaniletee yai vinza, sasa hivi mayai vinza ya bata ni soko kubwa. Zawadi yanatupwa sasa hivi, yanauzwa. Jiulize anakula nani? Hii wanatumia katika uchawi wa tafriq, uchawi wa kuwatenganisha mtu na mkewe. Ukimwona mkeo kama yaivinza, utalisogelea, nenda kwenu bwana, matatizo nini? Akishaenda kwao, mke wangu atarudi lini jamani? Kumeshapigwa tayari. Kwa hiyo watu wawe wapole na waweke mbali wale mabwana, na wale wanajua wanachokifanya. Wale sio kwamba ni wajinga, wale wanajua wanachokifanya. Mnaelewa vizuri? Wale wako kwenye soko la biashara, kwa hiyo wanajua wanachokifanya ni kitu gani. Sisi tuwahurumia wa ndugu zetu, dada zetu hawa wanaokwenda kule. Unayeweza kumlingania mwambie, huendi kupona huko dada, unaongeza matatizo. Hawa ni wezi na hawa ni wachawi. Unajua watu wengi wanajua mchawi mpaka akawange usiku atembee na ungo ndio wanajua mchawi, au sio? Akafukue maiti ndio wanajua huyu ni mchawi. Hawa ni wachawi wa kitaalamu, wachawi wa kalamu. Umeelewa eh? Kwa hiyo tuweni makini, tujiweke mbali na uzushi, tujitahidi kuuacha hata kama tumeuzoea. Tujitahidi. Jamaa mimi nimezoea, kila nikikazi najisikia mpaka nifanye tu. Lazima itakutokea hiyo hali kwa sababu ulizoea miaka mingi. Lakini nenda unajitahidi kuacha na kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala akuongoze, akusaidie. Usije ukafa katika hali ya uzushi. Ukiwa mzushi maana yake wewe una elimu kuliko mtume. Mfano wa mwisho, Mtume sallallahu alayhi wasallama ndiye aliyefundisha kutoa adhana, au sio mtume? Sio mtume? Kabla ya mtume mlikuwa mnajua adhana? Si ndiye kaja akatufundisha adhana? Hivi kuna tofauti gani kati ya adhana ya Jumatano na adhana ya Ijumaa? Na zote ni sawa sawa. Zinapotolewa kwenye misikiti yetu ziko sawa sawa, ziko tofauti? Ziko tofauti. Hii tofauti kaiweka nani? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Allahu akbar, Allahu akbar. Hii aya na hii adhana vina uhusiano gani? Ina maana hii aya ilishuka kwa ajili ya hii adhana? Kafundisha nani? Ndio maana yake mtume alikuwa hajui, wewe unajua kuliko nani? Kuliko mtume. Ama alikuwa anajua akafanya khiana akafa nayo, wewe ukaja ukafumbua baada ya kifo chake, wewe utakuwa mzima. Kwa tujitahidini kuacha mambo ya uzushi. Mimi najua tumezoea, ni wengi tumetoka huko. Hakuna aliyezaliwa kwenye sunna hapa kati yetu, au sio jamani? Wengi wasema mmenunuliwa nyie. Sawa, kama nimenunuliwa nikaja nikauzua kwenye sunna, alhamdulillah. Huu ni utumwa mzuri kuliko kubakia unazurura vijijini na kuwadanganya watu. Ukitoa punje moja ya mchele unapata thawabu 10. Ukitembea kutoka hapa mpaka Izimbili kwenda kumswalia mtume, kila hatua moja thawabu 10. Ukikanyaga 10, ukishusha unafutiwa dhambi 10 mpaka ukifika Izimbili. Sio mchezo wewe. Watu wakazunguka vijiji vyote kwa ajili ya maulidi. Tuyasema haya kwa sababu watu washaanza kusanya mchele kwa ajili ya maulidi.
mchele wako kale na watoto wako. Ukisema unaupeleka kwenye maulidi, wewe hupati na dhambi utapata juu yake. Katika watu waliolaaniwa na Allah ni mtu mwenye kuwasaidia wazushi katika uzushi wao. Hadithi ya Ali bin Abi Talib ilipokelewa na Imam Muslim, mtume asema wala'ana Allahu man awa muhditha, Allah amemlaani mwenye kumsaidia kumpa nguvu mzushi kwenye uzushi wake. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khaira wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.